Kwa wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inaamini kwamba jeshi la IRGC ndio ngome katika eneo la Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi, na ndio ngome ya kujilinda kwa Iran na hata kuyalinda mataifa mengine. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limeendelea na mazoezi yake ya wanamaji ya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, na imefanyika katika visiwa vya Iran kwenye maji ya Ghuba ya Uajemi. Jeshi hilo wakati huu, kwa mujibu wa wataalamu wa kivita huko Iran, wanaamini kwamba ndio jeshi pekee katika eneo la Mashariki ya Kati lenye uwezo wa kuweza kuyalinda hata mataifa mengine katika Ghuba ya Uajemi. Jeshi hilo ambalo kwa kiasi fulani limetengenezwa katika imani ya Kiislamu limeendelea na kufanya mazoezi, lakini pia ni miongoni mwa majeshi ambayo kwa sasa yanatajwa kuwa majeshi hatari katika ulimwengu. Jeshi la Iran lilikuwa likionekana jeshi la kawaida mno, lakini wakati huu limeonekana ni jeshi ambalo limejipanga kisawasawa, na ndio maana limekuwa wakati wote likiwa tayari kujipanga kwa ajili ya mapambano ya jeshi kubwa linalotajwa ulimwenguni, jeshi la Marekani. Katika mazoezi yaliyoanza kufanyika siku ya Jumatatu hadi siku ya leo, vikosi vya haraka vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu vilivyoko kwenye visiwa vya Iran na Ghuba ya Uajemi vilifanya mazoezi ya mbinu mpya ya kushambulia na kujilinda. Katika mazoezi hayo, vitengo vya makombora vilijaribu aina mpya zaidi za makombora ambayo hayakutajwa ni aina gani ya makombora hayo, lakini mbinu za mapigano na makombora na operesheni za kivita vya kielektroniki. Vitengo vya ndege zisizokuwa na rubani na vya chini ya ardhi vya kikosi cha wanamaji cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu pia vimeharibu shabaha zilizoainishwa katika mazoezi hayo kutokea kwenye visiwa vitatu vya Iran. Awamu kuu ya mazoezi hayo iliendelea jana Jumanne Februari 17 katika mlango bahari wa Hormuz kwa operesheni ya udhibiti makini wa mlango huo wa kimkakati. Kamanda mkuu wa jeshi la wanamaji Admiral Alireza Tangsir amesisitiza kwamba ufuatiliaji wa kijasusi wa IRGC katika mlango bahari wa Hormuz ni wa masaa 24 na kwamba jeshi la Jamhuri ya Kiislamu linalinda katika eneo hilo masaa 24 na wakati wote liko macho kuhakikisha kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kufanya shambulizi wao wakiwa wako macho. Lakini amesema usimamizi huo kamili unalenga kuhakikisha usalama na usafirishaji kupitia njia ya kimkakati ya majini. Kamanda wa jeshi la wanamaji la IRGC pia amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeweza kuhakikisha usalama wa mlango bahari wa Hormuz na kuzuia ukosefu wa usalama katika eneo hilo, lakini pia ameeleza zaidi kwamba ni muhimu kulindwa maslahi ya nchi zote zinazohasimiana katika usafirishaji kupitia njia hii, na jeshi la IRGC limedhamiria usalama huo kupitia matumizi ya zana, mifano na doria za kawaida. Kadhalika anaeleza zaidi kwamba wao kama Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi la IRGC ndio wenye uwezo wa kuilinda Ghuba ya Uajemi na hata Mashariki ya Kati kwa ujumla dhidi ya uvamizi wa aina yoyote. Mazoezi ya majini ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu katika visiwa vya Iran vya Ghuba ya Uajemi na mlango bahari wa Hormuz ni mojawapo ya matukio muhimu zaidi ya kijeshi katika eneo hilo, kwani maeneo hayo ni kiunganishi na njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa nishati duniani. Mlango bahari wa Hormuz hupitisha mamilioni ya mapipa ya mafuta kuelekea kwenye masoko ya kimataifa kila kukicha, na tisho lolote au ukosefu wa usalama katika eneo hili unaweza kuathiri moja kwa moja uchumi wa ulimwengu. Ndio maana wachambuzi wa kiuchumi wanasema kwamba vita kati ya Marekani na Iran vitasababisha kushuka kwa uchumi kwa namna moja ama nyingine. Tangazo la IRGC la kudhibiti kikamilifu taarifa zote za kijasusi na kiintelijensia katika ngazi zote, nchi kavu, anga na chini ya maji, linatumika kama ujumbe wa wazi kwa nchi za kikanda na nje ya kanda hii kwamba usalama wa Ghuba ya Uajemi na mlango bahari wa Hormuz lazima ulindwe kwa ushirikiano wa nchi za kikanda, na kwa vikosi vya wanajeshi wa kigeni kama vile Marekani na washirika wake haviwezi kuwa na nafasi yoyote katika eneo hilo. Vilevile, kwa kufanya mazoezi ya kijeshi wakati huu sambamba na ongezeko la vitisho kutoka nchini Marekani, jeshi la IRGC linatangaza kwamba Iran iko tayari kujibu ipasavyo jaribio lolote la kuvuruga amani katika eneo hilo.
Kwa maneno mengine ni kuwa mazoezi hayo ni ujumbe wa tahadhari kwamba kitendo chochote cha uchochezi kitajibiwa haraka ipasavyo. Mazoezi hayo pia yametuma ujumbe wa wazi kwa mataifa ya kikanda na kimataifa kwamba Iran inadhamini usalama wa eneo lote la Ghuba ya Uajemi na Mashariki ya Kati, lakini haikubali vitisho au uwepo wa vikosi vya majeshi ya kigeni. Lakini pia inaonyesha kwamba vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran viko katika kiwango cha juu zaidi cha utayari wa kujilinda na kushambulia, na uvamizi wote dhidi ya maslahi ya kitaifa ya Iran utakabiliwa na jibu la haraka. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.